hiyo na kufundisha somo la mwisho wa dunia nilikabidhiwa na Mungu kupitia mzee Kulola. Sawa, kupitia Moses Kulola. Yes, mtazamaji wa CGM4 Online TV. Tuko na mtumishi wa Mungu amerithishwa huduma kutoka kwa Dr. Moses Kulola. Na huduma anayoitumikia ni ile ile ya Moses Kulola. Injili ile ya Moses Kulola unaweza kuipata kutoka kwa mtumishi wa Mungu Dr. Alexander Mgunda. Ziko PhD nyingi ametunukiwa, ni kwa ajili ya utumishi uliotukuka. Anafanya kazi, anahubiri injili ile natural, sio ya kizazi hiki, injili ile ya siku za mwisho. Usiache kufuatilia, ziko library mbalimbali anazo. Iko moja hapa, nyingine ipo ofisi tofauti. Kuna mamia ya vitabu. Mtumishi, hivyo vitabu tumeviona kwenye library yako. Umevisoma vyote? Umevisoma vyote vile vitabu kwenye library? Ni kwa bahati nzuri nimepewa kama kwanza nikisha kupata kusoma kitabu heading tu na kiacha. Lakini nilikuwa nanunua kwamba kwa kuwa sikumaliza Bible School, nimesoma termu 2 nikatangaza kwamba nimemaliza kusoma sitarudi kusoma tena Bible School. Amina. Tumesikia kwaya yako ilikuwa inatembea na mchungaji Moses Kulola, na inasemekana kwaya yako ya hapa Mji Mwema ilikuwa na nguvu sana. Ndio. Ni sehemu gani mmetembea na kwaya yako kwenye mkutano wa Moses Kulola? Kwaya yangu ilionyesha nguvu na uamsho Dar es Salaam mwaka 82. Mimi nilikuwa nimetangulia huko. Ndio. Na hii kwaya inaongozwa na kijana wangu Solomon. Ndio. Walishangilia na kuishangaa. Ndio. Inasemekana kwaya yako ya Mji Mwema walikuwa hawatumii vyombo, lakini walikuwa na nguvu nyingi sana. Walikuwa wanatumia magitaa ya kutengeneza ya kienyeji, sio ya kisasa. Sawa. Kama walivyo navyo sasa hivi, hapana. Sawa. Ya local made kabisa. Sawa. Basi. Lakini wakisimama ilikuwa ni nguvu nyingi sana. Ileta wamsho sana Temeke. Sawa. Walishangilia sana. Kwaya hiyo. Na kwaya ya Temeke wakati wa marehemu Mchungaji Masalu, baadhi yao waimbaji walikuwa mabinti wadogo sana, kama labda chini ya miaka 7. Ndio. Lakini walikuwa wanaimba. Sawa. Kwa hiyo walikuwa wanaimba vizuri tu. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia CGM4 Online TV. Usiache kulike, comment na kusubscribe. Sisi ni Injili, Injili ni sisi. Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa CGM4 Online TV. Kumbuka sisi ni Injili, Injili ni sisi. Live moja kwa moja tupo Kigoma mjini. Tuko na mtumishi wa Mungu Dr. Alexander Mgunda. Ni mtumishi wa Mungu ambaye ametumika na Dr. Moses Kulola, na amekuwa akirithishwa baadhi ya huduma mbalimbali, na kama mlivyotazama kupitia channel yetu ya Injili ya CGM4 Online TV, vipindi mbalimbali amevifundisha kuhusu jinsi alivyotumika na mtumishi wa Mungu Moses Kulola. Sehemu mbalimbali walitumika, akiwa fundi mitambo, akiwa mtumishi kwa njia moja ama nyingine, na leo hii tuko naye moja kwa moja. Kuna kitu nataka kusema na wewe unayetutazama kupitia CGM4 Online TV. Alitumika naye miaka mpaka hivi leo unamuona leo yupo anaendelea kumtumikia Mungu. Utaenda kusikia material kutoka kwake, na tuko naye mtumishi. Bwana sifiwe. Amen. Ndio, tumekuja kama CGM4 Online TV. Kuna watu wanahitaji kujua kutoka kwako wewe, uhusiano wako wewe na Dr. Moses Kulola. Umetumikaje na ni sehemu gapi ambazo umetumika naye? Ni nafasi ipi ambayo umetumika naye wakati uko naye? Ni sehemu zipi na zipi mlipitia, na changamoto na baraka nyingi, miujiza na vitu vingi wanahitaji kujua watu ambavyo Mungu ametenda wakati mko na Dr. Moses Kulola. Nashukuru sana watumishi wa Mungu CGM4 Online TV. Kwanza kabisa, nikiwa mtu wa kawaida sijamjua Mungu. Alifika Tabora mwaka 73, nafikiri kama mwezi wa 10, katika nyumba ya ndugu mwalimu na mama mwalimu Nikodemo Mulimuka Kiloleni. Mwaka wa 73 alikuwa ameelekezwa na Mungu aniwekee ili nifunguliwe. Mungu alinichagua nitumike katika huduma hii niliyo nayo, lakini si kwanza moja kwa moja mpaka hapo nilipofunguliwa mwaka wa 74. Nikafunguliwa. Mkutano wa kwanza ulianzia pale Tabora 74 kama Januari. Alinifundisha kwamba anapohubiri madhabahuni au jukwani
nimwangalie sana, anaweza akakumbwa na nguvu nzito akaanguka. Na wakati wengine wanakimbilia utajiri na mavazi na pesa, mimi nikamate microphone nimalizie ujumbe alikuwa kifunja, sikujua ni kitu gani. Kwa hiyo tangu hapo ya Januari 74 ndipo nilipoanza kutumika, na nikitumika kwanza nimesafiri naye sehemu mbalimbali ambazo naweza kukumbuka haraka ni Shinyanga, Tanga Msambweni, Tukuyu, Mbeya, Iringa. Ndipo basi nikaanza kuwa mtumishi kama mchungaji. Nikaenda Sikonge mwaka 78. Lakini nilipotumika kama miaka katika hali ngumu, nikaambiwa na Roho kwamba hapa sio mahali pako. Ndipo Bishop William Lusito wa Tabora Kitete TAG akaniambia ameona tuko ananileta Kigoma. Kwa hiyo Januari mwaka 80 nikaja Kigoma kama mchungaji katika TAG. Kwa hiyo nikatumika pamoja na TAG mwaka 80 mpaka ilipobadilika kuwa TAG kuwa EAGT. Na kabla sianza kabisa masomo kwenye mwaka 77 tulipomaliza mkutano wa Temeke, alinilipia na ada na nauli na matumizi ya kumwachia mama kidogo kama shilingi 300 ili nikasome Ngaramtoni Bible School wakati wa TAG. Na wakati ule nikaenda Arusha. Kwa hiyo temu ya kwanza nikamaliza, nikarudi likizo. Temu ya pili nikarudi. Sasa nilikuwa na mafungo magumu ambayo nilishindwa hata, nilikataa kumeza dawa huku ninaumwa na maumivu sana. Lakini ndipo namwona Bwana aliponitokea kwa mara ya kwanza, namuona akanikabidhi maelekezo, ubarikiwe katika wokovu. Akatoweka, linigusa kwenye kiganja. Sasa alafu baada ya hapo tulienda Dar es Salaam. Nilikuwa na maagizo, kulikuwa na tatizo ambalo limejiingiza la vyama kanisani, ambavyo baadhi ya watumishi walikuwa wameingiza tatizo moja wa Pan African Evangelism. Kwa hiyo vitracts vyake nilikuwa navyo. Kwa hiyo nikaenda nazo Ilala Msimbazi. Sasa mle mimi nilipewa ujumbe kwamba kinacholeta vurugu katika dhehebu ni Pan African Evangelism, na baadhi yao ni wakumbuka wachungaji ambao walikuwa nao katika mikutano ya safari, na baadhi yao nimewatupia message hizi ili waweze kusikiza ujumbe wa CGM4 TV. Naye ni mchungaji Cleophas Ndibalema, yuko Bukoba. Kwa hiyo huduma hii nimepokea kwa Mungu kutoka mtumishi wa Mungu huyu hapa Moses Kulola. Ndio Dr. Moses Kulola. Na huyu ndio mama Kulola. Ndio. Sasa tangu hapo kwa kuwa nilikuwa na mahadi mengi na Mungu ambaye ninamtafuta, kwanza nilinyoa nywele kwa nadhiri kwamba nywele hizi nilinyoa kwa mkasi wa kisasa kwamba
zitakapoota zisiwe ndefu sana wala fupi sana, na sitanyoa mpaka kufa. Kwa hiyo tangu mwaka 73 nywele hizi sijanyoa mpaka leo kama mnavyoziona. Na ndipo basi katika utumishi wangu wote ili kuokoa muda, nikiwa mchungaji hapa Kigoma Mji Mwema, kulikuwa na semina ya makanisa makanisa mjini. Tulikuwa hapa kanisa Sinai mwaka 2013. Ndio Dr. Nikodemu Nyenye wa Kigamboni akanipendekeza mwenyewe kwamba na yeye aliombea PhD. Ndio hii hapa PhD hapa. Mwaka baada ya kuilipia mwaka 2015 nikaenda kuichukua Ubungo Plaza, Dar es Salaam. Halafu nikamwambia Mungu nirudi kwanza nyuma kidogo. Nikamwambia Mungu, hii picha nimeichukua hii kwenye mnada Dar es Salaam. Nikasema sita kulipia mpaka umeniinua. Mpaka Mungu ameniinua. Ndipo sasa 2022 nafikiri ndugu Kadaraja nafikiri yuko kama EIT anawasiliana na chuo wakaniletea PhD hii ya pili. Na katika upelelezi wa utumishi wa ndugu Gunewe ndio akanipa PhD hii hapa. Sawa. Kujiunga na CGM4 Online TV ni ufunuo maalumu pekee, wala mimi nimekaribishwa kutumia. Napenda yani, Mungu ambariki sana ndugu Baraka kwa kuanzisha huduma hii ya CGM4 ambalo libango hii hapa. Kwa hiyo picha yangu ambayo hii hapa nimeinunua Msimbazi Center mwaka 2017 kwenye mkutano ambao mdhamini wa kwanza marehemu Mfuko naingia alituita kwamba njoni watumishi wa Mungu ni wakabidhi dini yenu kabla sijafa. Na nilipoingia mara ya kwanza Msimbazi Center Dar es Salaam, wauzaji wa vitabu vya mtumba walikuwa wameweka hivyo. Na naweza kumkumbuka ni binti moja ta Grace, mpaka sasa yuko Dar es Salaam. Nateremka ndani ya gari nikasema moja kwa moja, binti, hii Biblia usiuze kwa mtu mwingine, ninaichukua mimi. Kumbe ina material za kwangu zinanifaa, naweka pembeni. Sasa tunauliza kuhusu hizi PhD ambazo umetunukiwa na watu mbalimbali, ni waliamua kukutunukwa au ulienda kusomea? Wanataka kujua watu. Wamenipa kwa heshima tu. Kwa heshima. Kwa mfano Dr. Nyenye kwa heshima yake tu, kwa kuona utendaji kazi wako. Tulikuwa na semina naye hapa Sinai Kigoma. Mwaka 2013. Akaniambia, unaonaje mzee? Nipeleke jina lako Omega Global University upate PhD ya heshima. Ndio hii hapa. Nikaipokea, lakini nikakubali ile ombi. Ndipo kwa mara ya kwanza baada ya kuchukua PhD hii nilipata na mwaliko wa kwenda Zambia. Kule tukakutana madaktari wengi sana. Kulikuwa na convention. Tukamaliza. Nikarudi Dar. Kwa hiyo nilipopata ya PhD hii ndipo nikaichukua kutoka kwenye Bakasha kabisa fresh. Pale Ubungo Plaza. Mwaka 2015. Na mtazamaji wa CGM4 Online TV, unaweza ukaona ni utumishi uliotukuka
ametunukiwa PhD ziko hapa zimejazana, ziko moja mbili ziko tatu. University of South Africa. Ndio. Hii ni kutoka Amerika. Ndio. Kwa Dr. Kadaraja. Ndio. Watu wanamfahamu. Sawa. Na hii ni kutoka kwa Dr. Gunewe. Ndio. Mara nyingi sana mnamuona kwenye TV. Ndio. Kwa hiyo alinipa yeye mwenyewe kwa mara ya kwanza anaingia ofisini mwangu. Na wakati ule nilikuwa na kwenye chumba changu cha library. Sawa, library. Kuna vitabu zaidi ya 700. Ndio. Kwa aliandika, nikamkaribisha, akakaa kwenye kiti changu, mimi nikawa kama mgeni wake. Sawa. Kwa heshima namshukuru, nilimvulia hiyo heshima bila kujua. Ndio. Lakini kumbe alikuwa anachukua taarifa ambazo katika kipindi ambacho namfuatilia sana, kwa sababu nikajua baadaye kuja anakaa Mwanza. Anapokuwepo kule Mwanza yuko Kawekamo ambayo ni makao makuu ya shughuli zake. Ndio. Sasa kwa nikakisia kwamba mwisho wa dunia unaweza kuwa 2000 katika Danieli 9 2023. Kwa hiyo watu wengi, baadhi ya watu wengine waliokoka na wengine nikiwa mitaani nafundisha. Na sasa nimezunguka sehemu mbalimbali na makanisa ya AGCI na mengine nayakumbuka kidogo na mengine siyakumbuki. Na hiyo napofundisha somo la mwisho wa dunia nilikabidhiwa na Mungu kupitia Mzee Kulola. Sawa, kupitia Moses Kulola. Yes, mtazamaji wa CGM4 Online TV. Tuko na mtumishi wa Mungu amerithishwa huduma kutoka kwa Dr. Moses Kulola. Na huduma anayoitumikia ni ile ile ya Moses Kulola. Injili ile ya Moses Kulola unaweza kuipata kutoka kwa mtumishi wa Mungu Dr. Alexander Mgunda. Ziko PhD nyingi ametunukiwa, ni kwa ajili ya utumishi uliotukuka. Anafanya kazi, anahubiri injili ile natural, sio ya kizazi hiki, injili ile ya siku za mwisho. Usiache kufuatilia, ziko library mbalimbali anazo. Iko moja hapa, nyingine ipo ofisi tofauti. Kuna mamia ya vitabu. Mtumishi, hivyo vitabu tumeviona kwenye library yako. Umevisoma vyote? Umevisoma vyote vile vitabu kwenye library? Ni kwa bahati nzuri nimepewa kama kwanza nikisha kupata kukisoma kitabu heading tu na kiacho. Lakini nilikuwa nanunua kwamba kwa kuwa sikumaliza Bible School, nimesoma termu 2, nikatangaza kwamba nimemaliza kusoma, sitarudi kusoma tena Bible School. Kwa hiyo nikaanza msingi wa kununua vitabu tu. Sawa. Sikuwa na vitabu mwanzo vingi sana. Sawa. Na bahati nzuri ndio nikamwomba Mungu kwamba aliniletea pesa Mzee Dr. Moses Kulola mwaka 77 shilingi 40 nikanunua vitabu pale Bible School. Sawa. Ndipo nikasema Mungu niongeze tena shilingi pesa kama hizi ninunue vitabu vya kote na kufundisha Bible School. Na wiki ile ile nikapokea tena shilingi 40 nyingine kutoka kwa Moses Kulola. Na nikatangaza kwenye hall kwamba mimi nimemaliza, nimegraduate. Kaniambia wewe utafukuzwa. Nasema sitafukuzwa, mtafukuzwa ninyi. Sawa sawa. Na mtazamaji wa CGM4 Online TV, vitabu vile kama ulivyoviona, yes, na utaviona viko hapo, vitabu ambavyo amevinunua, na vingine ni mtumishi wa Mungu Moses Kulola alimpatia pesa kanunua vitabu kama unavyoviona hapo. Ni vitabu vingi kweli. Anasema alisoma headlines, na baada ya kusoma Bible study kwa muda mfupi akasema yeye amemaliza. Bwana ataendelea kumpa. Lakini na hata unapomuona na PhD nyingi, na Roho Mtakatifu amemfanikisha, amefanya injili hata kwa huu mkoa wa Kigoma. Mtazamaji wa CGM4 unaye tutazama kupitia Kigoma au mikoa mbalimbali, unaweza ukawa shuhuda. Ulizia Dr. Alexander Mgunda. Ni mtumishi ambaye ametumika kwa muda mwingi na ana ushuhuda katika mji huu. Ukiulizia tu utasikia. Kazi yake ni kubwa. Mtumishi wa Mungu, tukushukuru, lakini kuna kitu wanataka kujua watu kutoka kwako. Umetumika na Moses Kulola kwa muda mrefu sana. Kuna mahali mlienda ukatendeka muujiza mkubwa sana ambao huwezi kusahau wakati uko na Dr. Moses Kulola?
Ndio. Mmoja. Ndio. Ingawa mwaka siwezi kukumbuka. Sawa. Lakini hapa kanisani Mji Mwema. Ndio. Kuna binti mmoja Deborah wanakaa Kalinzi hapo. Sawa. Alileta mtoto wake. Ndio. Antoni nafikiri. Ndio. Amekufa. Mpakata namna hiyo. Ndio. Mfundika amekufa. Ndio. Nimuombe. Sawa. Nilipomwekea mkono akakojoa akafufuka. Yule mama kama kanisani kwa siku 3 tu na mchana anamshukuru Mungu. Ndio. Na yule mama siku ambayo ya kwanza napokea KCD nilikutana naye Ubungo Plaza. Ndio. Katika kanisa la ndugu Gwajima. Ndio. Kwa ingawa sikusalimana naye lakini nilimwona yuko salama. Ndio. Yuko hapa Machiazo. Ndio. Kigoma. Na alafu ndio. Na Bushangalo. Ndio. Kwa ndugu mchungaji Atanasi Nkunzi. Ndio. Nilikuwa nafundisha mwisho wa dunia. Tulikaribishwa darasani. Nikafanya semina hiyo. Ndio. Na kulikuwa mwalimu mmoja simkumbuki jina lake. Ndio. Alisema hivi kwamba ameangalia sana. Ndio. Akagundua kabisa inafundisha kitu kwa ufunuo, sio kwa kusoma vitabu, hapana. Ndio. Nikaeleza somo lote la mwisho wa dunia kwa mara ya kwanza vijijini huko. Ndio. Huko Bukoba Bushangalo. Ndio. Na mpaka sasa mchungaji Atanazi yuko Bukoba. Ndio. Anaendelea na kazi. Ndio. Na sehemu nyingine ni Kihumuro kwa mchungaji Kazimoto Frederick. Ndio. Pale ilikuwa ni shida ya maji. Ndio. Ilikuwa mama akienda kuchota maji na debe moja labda na kando mkononi. Kwenda na kurudi anakuja na inachukua masaa 5. Ndio. Sasa ungepata maji wapi ya kuoga kila siku? Nilisimama nikamwomba Mungu. Mpaka leo kuna chemchemi ya maji wanatumia. Ndio. Kihumuro. Ndio. Na Dr. Kazimoto yupo. Ndio. Asante. Sawa, mumezunguka na mzee Moses Flora. Wakati anahubiri kuna watu wanasema ile ilikuwa ni akisema tu mapepo anakimbia, watu wanapona. Ni ishara gani kubwa ambayo ulishangaa na wewe wakati uko naye, ambayo Mungu alimtumia mzee Moses Flora wakati uko naye, ambayo ilikushangaza na wewe? Siwezi mmoja nikumbuke moja kwa kifupi tu kurahisisha mazungumzo. Ni mkutano wa Iringa. Baada ya kumaliza mahubiri mzee Flora pale Dar es Salaam. Ndio. Nilitangulia na vyombo kutoka Dar es Salaam kwenda Iringa. Ndio. Pale kuna kijana ambaye anakanyaga miguu hivi. Ndio. Anaenda matalu foot drop. Ndio. Miguu yote. Anafanya kazi ujenzi. Ndio. Alikuwa hajui wokovu na uponyaji. Ndio. Nikaanza kumwambia hivi, wewe ukitaka kupona msikilize yule mhubiri Moses Flora. Ndio. Alafu kila atakapokuambia usikilize fanya. Ndio. Utaona matokeo yake. Ndio. Na mwisho wa mahubiri yule kijana aliruka akatupa akapiga kama mateke. Viatu vyote vikatoka. Ndio. Akatembea miguu wasiwasi kule Iringa. Amen. Asante. Ndio. Na muujiza mwingine ambao Mungu aliufanya, kuna mama mmoja ambaye talikumbuka jina lake. Ndio. Waliniona natembea sana na mzee Flora mara nyingi sana pale Dar es Salaam. Ndio. Kwamba walipenda binti yao au mjukuu wao Deborah. Ndio. Kama sikosa ndio kwamba nimuombe aokoke. Ndio. Nikasema hivi, ndio nipeni picha zake. Ndio. Wakazileta picha zake nyingi tu. Ndio. Nikachagua moja. Ndio. Nikaibwaga kitandani kama hapo. Ndio. Kwamba msiiguse. Ndio. Mwacheni aje. Sawa. Atakapokuja kuiangalia tu anaokoka. Ndio. Na kwa hiyo mimi natoka tu ndani ya nyumba. Ndio. Kupita muda mrefu. Ndio. Niona mtu ananifuata nyuma. Ndio. Mpaka kanisani. Ndio. Mimi naingia kwenye chumba cha mzee Flora kule Temeke. Ndio. Naambiwa, binti, una bahati. Ndio. Leo maiti yako ingekuwa Muhimbili hospitali. Ndio. Lakini una bahati. Kwa akamwombea rehema, binti mzima. Amena.
Tumesikia kwaya yako ilikuwa inatembea na mchungaji Moses Flora, na inasemekana kwaya yako ya hapa Mji Mwema ilikuwa na nguvu sana. Ndio. Ni sehemu gani mmetembea na kwaya yako kwenye mkutano wa Moses Flora? Kwaya yangu ilionyesha nguvu na uamsho Dar es Salaam mwaka 82. Mimi nilikuwa nimetangulia huko. Ndio. Na hii kwaya ndio inaongozwa na kijana wangu Solomon, ndio, ambaye ndiye mchungaji sasa hapa AGCI Mji Mwema. Ndio. Walishangilia na kuishangaa. Ndio. Inasemekana kwaya yako ya Mji Mwema walikuwa hawatumii vyombo, lakini walikuwa na nguvu nyingi sana. Walikuwa wanatumia vyombo, magitaa ya kutengeneza ya kienyeji, sio ya kisasa. Sawa. Kama walivyo navyo sasa hivi hapana. Sawa. Ya local made kabisa. Sawa. Basi. Lakini wakisimama ilikuwa ni nguvu nyingi sana. Ileta uamsho sana Temeke. Sawa. Walishangilia sana. Kwaya hiyo. Na kwaya ya Temeke wakati wa marehemu mchungaji Masalu, baadhi yao waimbaji walikuwa mabinti wadogo sana, kama labda chini ya miaka 7. Ndio. Lakini walikuwa wanaimba. Sawa. Kwa hiyo walikuwa wanaimba vizuri tu. Sawa. Asante. Sawa, mtazamaji wa CGM4 Online TV, tunao Mji Mwema kwaya. Unaweza kutazama nyimbo zao hapa chini. Zipo nyingi, zipo Maandalio ya Moyo, Basi Nendeni na nyimbo nyingine unaweza kuwatazama. Hao ndio Mji Mwema kwaya, utapata nyimbo zao mbalimbali. Ni mtumishi wa Mungu, hii ilikuwa kwaya yako. Ni siri gani unaweza kusema iliweza mpaka mje Moses Flora akaikubali kuliko kwaya zingine? Kusema kweli nilikuwa sifuatilii sana wanafanya nini. Sawa. Ila walikuwa wanajizoeza, wanaimba basi na maombi. Sawa. Na wala mchungaji mwenye Solomon sikumfundisha mambo ya wokovu wala utumishi. Ndio. Lakini ninaomba utoe neno moja kwa ajili ya wanakwaya. Sasa hivi wanahitaji kurejesha, wanaitafuta ile kwaya yako ya zamani, wanatafuta. Unawashauri nini wanakwaya? Kuimba kwaya ndio sio jambo la starehe. Ndio. Huduma ambayo Mungu anaiweka ndani ya moyo wa mtu. Ndio. Waimbe katika roho na kweli, ili nyimbo hizo ndio ziwe na mafundisho na mahubiri na maonyo na kila kitu, kwa sababu ni sehemu ya neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Ndio. Live moja kwa moja, jina langu Baraka Leonard, nyuma ya kamera Charles Manda, mtazamaji wa CGM4. Mchungaji anawashauri vijana waimbaji, kwaya mbalimbali, bendi na watu waimbaji binafsi muweze kuimba katika roho na kweli na sio katika kufuatisha miemko ya mili. Live moja kwa moja kutoka Kigoma. Asante, ubarikiwe mtazamaji wa CGM4 Online TV. Usiache kufuatilia vipindi mbalimbali kutoka hapa kwa Dr. Alexander Mgunda. Hatutaacha, tutaendelea kukuletea material na vitu mbalimbali. Kumbuka tunatafuta ile kitu, tunamtaka Bwana na nguvu zake, tunataka irudi ile yenyewe ya kina Moses Flora na kina Dr. Mgunda. Ile injili, waimbaji umesikia, kwaya zilikuwa zikiimba mashetani yanakimbia, kwaya zikiimba nguvu inashuka. Kwa hiyo vitu vingi tutaendelea kujifunza. Ukihitaji pia unaweza kufika Kigoma. Namba zake za simu mtumishi wa Mungu unaweza kuzipata hapo chini ya screen yako ya simu. Unaweza kupata namba yake, unaweza kumpigia na ukaweza kufika Kigoma ukitaka ushauri jinsi ya kuenenda ili kusudi usimtende dhambi Mungu, ili kusudi uweze kusimama katika wokovu. Unaweza karibu Kigoma, ni maeneo ya Mji Mwema. Unaweza kuwasiliana nasi pia moja kwa moja kupitia nambari za simu zilizoko hapo kwenye mtandao. Mtumishi wa Mungu, neno lako la mwisho. Neno langu la mwisho, siwezi kukumbuka mwaka haraka. Tukiwa kwenye msiba wa mazishi wa mshirika wangu ambaye alikuwa anafanya kazi anaabudu hapa Mji Mwema, ndugu marehemu Ganai, Alex Ganai. Ndio. Na mkewe mama Ganai, yeye yuko hai hapa pa Majengo. Ndio. Kwa hiyo nikatangaza kwenye msiba wa yule kijana kwamba kwenye msiba wanasalimia kwamba uamsho wa mwisho wa dunia utaanzia Mji Mwema. Nikakaa. Amen. Na ni kweli sasa uamsho wa dunia ninaanza kutangaza hivi ninapozungumza. Nina mwaliko ambao sikuomba katika hali hii. Niko kwenye maombi ili niweze kwenda. Watu wawili wameniletea message. Ndio. Moja, mchungaji wa Nguruka. Ndio. Kijana wangu. Ndio. Ni mahali pagumu, umeniomba. Nimejila amuru kwamba niende Nguruka. Halafu kulingana hali nilionayo nikasema yeye nipandishe kwenye gari tu. Ndio. Bahati nzuri ya mchungaji Prosper Muyalo, ndio, kijana wangu, ndio,
nitamkuta, atanisaidia, tutasaidiana naye tuweze kufundisha. Alafu wiki hiyo ilizopita nikapata mwaliko kutoka kwa ndugu Philip Olembai, yuko Muhange. Na juzi tu tulikuwa na maongezi naye kwa njia ya simu, na amenikaribisha niweze kwenda Muhange, Kibondo. Na bahati nzuri pale Kibondo na Kakonko na Kija. Kwa hiyo inawezekana nikimaliza Nguruka na nimeshakubali mwaliko wa kwenda Kakonko ni Muhange. Ninaomba utoe neno moja kwa ajili ya wanakwaya. Sasa hivi wanahitaji kurejesha, wanaitafuta ile kwaya yako ya zamani, wanatafuta. Unawashauri nini wanakwaya? Kuimba kwaya sio jambo la starehe. Sio burudani. Ambayo Mungu anaiweka ndani ya moyo wa mtu. Waimbe katika roho na kweli, ili nyimbo hizo ziwe na mafundisho na mahubiri na maonyo na kila kitu, kwa sababu ni sehemu ya neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Live moja kwa moja, jina langu Baraka Leonard, nyuma ya kamera Charles Manda. Mtazamaji wa CGM4, mpaka hapa hatuna la ziada kwa kipindi hiki. Usiache kufuatilia, tunarejea tena katika kipindi kijacho kutoka hapa kwa Dr. Alexander Mgunda, mchungaji na washauri vijana waimbaji, kwaya mbalimbali, bendi na watu waimbaji binafsi, muweze kuimba katika roho na kweli na sio katika kufuatisha miemko ya mili. Live moja kwa moja kutoka Kigoma. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Jessica Spende. Angalia CGM4 Online TV. CGM4 Online TV, sisi ni Injili, Injili ni sisi. Usiache kulike, share, subscribe na comment. Sisi ni Injili, Injili ni sisi. Unaangalia CGM4 Online TV, sisi ni Injili, Injili ni sisi. You're watching CGM4 Online TV. We are gospel, gospel is us. Mtumishi wa Mungu alikata kona ili apate kujiepusha na uso wa Mungu. Mungu katuma upepo mkali nikayumba, watu wote wakasemezana, tupige kura. Kura ikamwangukia nani? Huyo Yona. Yona katupwa ndani ya maji, kamezwa na samaki. Yona mtumishi wa Mungu kanisa alikata kona ili apate kujiepusha na uso wa Mungu. Mungu katuma upepo mkali nikayumba, watu wote wakasemezana, tupige kura. Kura ikamwangukia nani? Huyo Yona. Yona katupwa ndani ya maji, kamezwa na samaki.
mkali, Erika Mikayumba, wote wakasemezana, na tupige kura. kura ikamwangukia nani? Uyayona, Yona katupwa ndani ya maji, kamezwa na samaki. Yona mtumishi wa Mungu kanisa, Alikata kona, ili apate kujiepusha na uso wa Mungu. Mungu katuma upepo mkali, Erika Mikayumba, watu wote wakasemezana, na tupige kura. kura ikamwangukia nani? Uyayona, Yona katupwa ndani ya